Miaka 480 baada ya Israeli kutoka Misri. Mwaka wa 4 wa utawala wa Solomoni. Mwezi wa Zivi, mwezi wa pili. Kila kitu kimewekwa kwa mpango wa Mungu. Lakini sasa kitu ambacho hakijawahi kutokea tangu Adamu na Hawa watoke bustani ya Edeni kinakaribia kutukia. Mungu anakaribia kuwa na nyumba yake mwenyewe duniani. Si hema, si mahali pa muda, bali jengo la kudumu la mawe yaliyochongwa. Hekalu. Jengo ambalo litakuwa ishara ya uwepo wa Mungu miongoni mwa watu wake. Lakini je, unafahamu siri za ujenzi huu? Je, unaona mipango ya Mungu iliyo nyuma ya kila jiwe, kila ubao, kila kitu cha dhahabu? Leo tutachunguza maajabu ya ujenzi wa hekalu la Solomoni, jengo ambalo ni ishara ya kile ambacho Mungu anataka kufanya katika mioyo yetu. Tunaanza na moja Wafalme mlango wa 6 mstari wa kwanza hadi wa 38. Basi ikawa katika mwaka wa 480 baada ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, katika mwaka wa 4 wa utawala wake Solomoni juu ya Israeli, katika mwezi wa Zivi, ndiyo mwezi wa pili, alianza kujenga nyumba ya Bwana. Hekalu hili lilikuwa jengo la kushangaza. Urefu wake ulikuwa dhiraa 60 kama yadi 55. Upana wake dhiraa 20 kama yadi 18. Na kimo chake dhiraa 30 kama yadi 27. Jengo hili lilikuwa kubwa kuliko nyumba yoyote ya kawaida, lakini si kubwa mno hivi kwamba Mungu anaweza kufichwa ndani yake. Mbele kulikuwa na ukumbi wa dhiraa 20 urefu, na upana wake ukalingana na upana wa nyumba, dhiraa 20. Solomoni alitengeneza madirisha ya mlolongo yakiweza kufunguliwa na kufungwa. Kuta za nje zilitengenezwa kwa mawe makubwa yaliyochongwa vizuri mahali pengine, halafu yakaletwa hekaluni. Msimamo huu ni muhimu. Hakukuwa na sauti za nyundo, shoka, wala zana zoyote za chuma hekaluni wakati jengo likijengwa. Kila kitu kilikuwa kimeshapangwa na kuandaliwa kwa uangalifu. Huu ni mfano wa jinsi Mungu anavyopanga na kuandaa vitu vyake kabla ya kuvitumia. Ndani kulikuwa na vyumba viwili, mahali patakatifu na mahali patakatifu sana, ambapo sanduku la agano litakaa. Kuna mambo matatu muhimu ambayo wengi hawayaoni katika sura hii. Kwanza, hesabu ya miaka 480 tangu kutoka Misri. Hii si tu tarehe, ni ufunuo wa jinsi Mungu anavyopanga vizazi. Kizazi kimoja ni miaka 40. Miaka 480 ni vizazi 12. Mungu anafanya kila kitu kwa mpango wake wa wakati. Pili, mawe yaliyoandaliwa mahali pengine. Hii inamaanisha hakuna kelele za ujenzi hekaluni. Jengo la Mungu halina ghasia, hakuna machafuko. Kila kitu kimepangwa kwa amani na utaratibu. Huu ni mfano wa jinsi Mungu anavyotuandaa sisi kabla ya kututumia katika huduma. Tatu, madirisha ya mlolongo. Neno hili la Kiebrania linaashiria madirisha yaliyowekwa kwa njia ya kipekee, yameweza kufunguliwa ili kuruhusu mwanga, lakini pia yameweza kufungwa kwa usalama. Huu ni mchoro wa ufunuo. Mungu anatupatia mwanga kadiri tunavyoweza kushika na kadiri tunavyostahili. Si mwanga wote kwa mara moja, bali hatua kwa hatua. Mabadiliko makubwa ya kiroho yanatokea hapa. Tangu jadi, Mungu alikuwa akiishi katika hema, kitu kinachoweza kuhamishwa. Tangu wakati wa Musa, hema la kukutania liliweza kupandishwa na kushushwa, kuhamishwa na kuwekwa mahali pengine. Lakini sasa Mungu anasema, nimekubaliana kuwa na makao ya kudumu miongoni mwa watu wangu. Huu ni mwelekeo kutoka kwa makao ya muda kwenda makao ya milele. Pia huu ni mwelekeo kutoka ibada ya familia au kabila kwenda ibada ya taifa lote. Hekalu si la Solomoni tu, wala si la familia ya kifalme tu. Ni la Israeli wote. Ni mahali ambapo Mungu atapatana na watu wake wote. Na pia tunakwenda kutoka kwa uongozi wa kikuhani kwenda uongozi wa kifalme. Musa alikuwa nabii na mchungaji. Lakini Solomoni ni mfalme anayejenga nyumba ya Mungu. Hii inaonyesha utawala wa Mungu kwa njia za kawaida za jamii, kwa njia ya utawala wa haki na busara. Mfalme hakosi kuwa mchungaji wa watu wake. Uongozi si uongozi tu, ni uwajibikaji wa kiroho wa kulinda na kuongoza watu katika ufalme wa Mungu. Hata viumbe visivyo na akili vinashangaa wakati wanapona jinsi Mungu anavyopanga kuishi miongoni mwa wanadamu. Kutoka juu, ninaona mipango yote ya Mungu. Jengo hili si jengo la kawaida, ni mahali ambapo dunia na mbingu zinakutana.
Wanadamu wamepokea baraka ambayo hata sisi hatujapata. Mungu anawapa nyumba yake mwenyewe. Lakini je, wataikaribisha kwa heshima? Ninapiga mbizi juu ya ujenzi huu na nasikia sauti ya furaha kutoka mbinguni. Mungu ni mwenye furaha sana kujenga mahali hapa pa kuishi na watu wake. Lakini ninaliona pia machozi kwa sababu anajua hawatamheshimu. Ni kweli. Wanadamu wana uwezo wa kuishi pamoja na Mungu mwenyewe, lakini mara nyingi wanachagua njia za giza badala ya mwanga wake. Hekalu hii itakuwa ni ushahidi mkuu, ama wa haki ya Mungu au ya uasi wa wanadamu. Subiri tuone. Nini tunaweza kujifunza kutoka ujenzi wa hekalu wa Solomoni? Kwanza, Mungu anataka kuishi miongoni mwetu. Leo hii Biblia inasema miili yetu ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Kama Solomoni alifanya kazi kwa bidii kutengeneza nyumba ya Mungu, je, tunafanya kazi gani ili kuwa mahekalu safi ya Roho Mtakatifu? Pili, kila kitu kiliwekwa kwa mpango na subira. Mawe yaliandaliwa mahali pengine kabla ya kuletwa hekaluni. Vivyo hivyo, Mungu anatuandaa sisi kabla ya kututumia katika huduma. Usishangae kama Mungu anakupitisha katika vipindi vya maandalizi, anakuchonga ili uwe tayari kwa kazi yake. Tatu, hakukuwa na kelele za ujenzi hekaluni. Jengo la Mungu halina ghasia. Tunaweza kuuliza, je, maisha yangu yana amani ya Mungu au yana ghasia na machafuko? Nne, hekalu haikuwa ya Solomoni tu, ilikuwa ya Israeli yote. Kanisa si la viongozi tu, ni la waumini wote. Kila mtu ana jukumu la kujenga na kulinda nyumba ya Mungu. Na mwisho, madirisha yaliyowekwa kwa busara yanatuonyesha kuwa Mungu anatupatia ufunuo hatua kwa hatua, kadiri tunavyostahili na kadiri tunavyoweza kustahimili. Tuombe kwa pamoja. Baba wa anga, tunakushukuru kwa sababu unasema unataka kuishi miongoni mwetu. Kama ulivyofanya na Solomoni, tunakuomba utupange na kutuandaa kuwa mahekalu safi ya Roho Mtakatifu. Tuondolee kila kitu kinachozuia mwanga wako katika maisha yetu. Tufundishe kujenga maisha yetu kwa subira na mpango wako, bila ghasia na machafuko. Tuongoe ili tusiwe tu wajenzi wa majengo ya kawaida, bali tuwe wajenzi wa ufalme wako. Kama vile hekalu ilivyokuwa ishara ya uwepo wako miongoni mwa Israeli, tufanye maisha yetu yawe ishara za uwepo wako duniani leo. Katika jina la Yesu tunasali. Amina. Tuonane katika kipindi kinachofuata ambapo tutasoma jinsi hekalu ilikarabatiwa na kufunguliwa. Mungu abariki. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.